Jana tuliweza kukupa taarifa ya binti ambaye alisadikika amechukuliwa na jeshi la polisi, na yeye mwenyewe aliandika ujumbe ambao ulifanya watu wengi kushtuka, ujumbe ambao ulikuwa na maneno mazito sana. Na yule binti ni msaidizi wa karibu kabisa wa Gwajima, ambaye huyo binti alikuwa anaitwa Renda. Anasema kwamba nisitafute kwa kupotea, kama sitapatikana nimechukuliwa na polisi na sijui uelekeo, huenda nisipatikane tena. Sasa taarifa ya leo kwamba kuna taarifa ya kifo, tena taarifa ya msiba mzito kutoka huko kanisani kwa Gwajima kwa mtu ambaye anaitwa Winifrida Mzee. Sasa hii ni taarifa ambayo inashtua watu wengi sana kutokana na hili sakata la Gwajima, alafu linakuja kutokea tukio kama hili. Kuna picha ambayo inajijenga si nzuri. Tunajua kwamba kuna baadhi ya waumini wa Gwajima walichukuliwa, hususan wale wakubwa kama wachungaji walichukuliwa kwa ajili ya kwenda kuhojiwa, na kuna ndugu zake jamaa, lakini pia na marafiki mbalimbali wa Gwajima walichukuliwa kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi. Lakini unaambiwa taarifa ya msiba, na nukuu kama jinsi ambavyo ninavyosema, taarifa ya msiba: tumepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kufariki kwa mchungaji msaidizi Winifrida Mzee. Huyu ni mchungaji msaidizi wa kanisa hilo la Gwajima, ni mmoja wa watumishi waliokuwa waaminifu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa ambalo linamilikiwa na Askofu Gwajima. Inaelezwa kuwa mshtuko wa taarifa za uvamizi na vitisho dhidi ya askofu wake Josephat Gwajima ulipelekea hali ya dharura ya kiafya iliyosababisha mauti yake. Ngazi yake ya kitumishi ni associate pastor, yani AP. Alijulikana na kupendwa sana miongoni mwa waumini wa kanisa hilo. Poleni sana familia, ndugu, marafiki na wote wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake Bwana lihimidiwe. Mungu amlaze mahali pema peponi Winifrida Mzee. Amina. Sasa wengi walikuwa wanajiuliza, je, huyu ni mmoja kati ya wale waliochukuliwa? Kwa sababu ngazi yake ndio inaozua utata, kwa sababu ukitazama ni mchungaji msaidizi. Kwa hiyo akitoka Gwajima anayefuatia ni yeye. Hivyo kuna kuaga na wachungaji wasaidizi. Sasa taarifa za kifo ni kama vile zimewashtua watu wengi sana. Mbona ghafla sana? Na wengi wakijiuliza na wakiweza kutafuta ukweli, je, ni kati ya wale waliochukuliwa na jeshi la polisi? Je, taarifa hizo za kuvamiwa kwa kanisa lao ziliweza kumpelekea vipi affect mpaka kufariki? Hizi tu ni tetesi za 1 2 3 juu ya kifo chake, kwa sababu watu wamekuwa na wasiwasi. Yani toka ili tukio lilivyoanza kutrend kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na sehemu mbalimbali, basi limekuwa likiumiza vichwa vya watu wengi sana. Kifo cha huyu mchungaji msaidizi Winifrida Mzee kimekuwa ni kifo chenye utata kidogo, kwa sababu hata kama ni mshtuko wa moyo, wengi wanajiuliza, je, huyu ni moja ya wale ambao wanasadikika kuchukuliwa na jeshi la polisi? Yani watu wanataka wajue kama hili jambo likifahamika hivyo, basi huenda kuna namna. So hii tu imekuwa ni katika kile watu walichokuwa na kihisi. Kwa hiyo ndio hivyo tena, mchungaji wake hajulikani alipo, na yeye pia kama hivyo msiba umemkuta ama kifo kimemkuta. Na wengi wanajiuliza pia mazishi atafanyikaje, kwa sababu alikuwa ni muumini wa hapo. Sasa itakuwaje kwenda kuzikwa sehemu nyingine? Kwa jamani, mambo yanazidi kupamba moto. Tuendelee kumwomba Mungu atujalie afya njema, lakini pia tumuombe Mungu hili sakata linaloendelea la Gwajima lisiendelee kuzalisha madhara kama hayo ambayo tunayasikia. Hatujajua kwamba kifo chake ni Mungu kapanga ama kuna mkono wa binadamu umehusika, na sisi tunasema Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen.